Tukiangazia yaliyojiri wiki hii ni kwamba Rais William Ruto wiki hii alikutana na aliyekuwa seneta wa Baringo Gideon Moi nyumbani kwake Kabarak, kaunti ya Nakuru katika juhudi za kuimarisha umoja wa kitaifa. Mkutano huo ulifanyika siku chache baada ya Moi kujiondoa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mdogo wa useneta Baringo, uamuzi ambao Ruto alikiri kwamba aliushawishi binafsi kwa nia ya kuleta maridhiano ya kisiasa. Wakati wa ziara hiyo, Rais Ruto aliweka shada la maua katika kaburi la hayati Rais Daniel Arap Moi na kuashiria uwezekano wa ushirikiano wa karibu kati ya KANU na serikali ya Kenya Kwanza. Viongozi hao wawili walikubaliana kushirikiana katika miradi ya maendeleo na kukuza amani nchini. Mkutano huu uliambatana na tangazo la serikali kuhusu mageuzi mapya ya kiuchumi, ikiwemo kuanzishwa kwa mfuko wa uwekezaji wa taifa Sovereign Wealth Fund na mfuko wa miundombinu Infrastructure Fund ili kufadhili miradi muhimu na kupunguza madeni ya nje. Wakati huo huo, Wizara ya Fedha imebadilisha mkopo mkubwa wa reli kutoka dola za Kimarekani kwenda yuan za China ili kupunguza gharama za riba, hatua inayodhihirisha mwelekeo mpya wa nidhamu ya kifedha chini ya uongozi wa Rais Ruto. Jambo Safari Media, Aida Ngile.